tulikuwa kama watao ndoto, ndipo kinywa chetu kilipojaa kicheko na ulimi wetu kelele za furaha. Ndipo aliposema katika mataifa, Bwana amewatendea mambo makuu. Bwana alitendea mambo makuu, tulikuwa tukifurahi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba mwaka kufika leo, mwaka 2026, ni Bwana ametutendea mambo makuu. Naomba mnaotazama pembeni mniangalie mimi huko. Mwachane na wengine anaendelea huko pembeni. Ni Bwana ametutendea mambo makuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Bwana ametutendea mambo ya ajabu. Ni Bwana ametulinda usiku na mchana. Yaani ndani ya usiku mmoja kungetokea mambo ambayo dunia ingeshangaa, lakini Bwana ametusazia uhai. Haleluya. Ni Bwana ametufanya kuwa na amani na furaha. Amen. Kama unafikiri furaha na amani inaletwa na vitu, umekosea. Kuna watu wanavyo vyote lakini hawana furaha, hawana amani, lakini sisi tunayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kabisa kabisa. Mungu ametendea mambo makubwa. Mungu ametendea mambo ya ajabu kila eneo la maisha. Kiroho tumemwona Bwana Yesu. Kwenye huduma tumemwona Bwana Yesu. Kwenye uchumi tumemwona Bwana Yesu. Kila eneo, ulinzi, tumemwona Bwana Yesu. Haleluya. Na mwaka huu tutamwona zaidi. Hebu sema amen. Na mwaka huu tutamwona Bwana zaidi. Amen. Asante sana. Tukiwa na amina kama hizo inatiwa moyo. Amen. Sasa watumishi wa Mungu, kwa sababu ndio tunaanza mwaka, Mungu amekuwa na utaratibu wa kutusemesha neno la kutembea nalo mwaka mzima. Mwaka jana tulizungumza, Mungu alianza kutusemesha kwa habari ya kila mwaka, hasa kuanzia mwaka 2023. Kwa hiyo nilikuwa ninaweka hizo kumbukumbu. Mwaka 23 Mungu alituambia ni mwaka wa kupanda viwango katika maeneo yote ya maisha. Kwa kuna mambo, kuna package ambayo Mungu alitupa ya kutembea nayo kwa ajili ya mwaka 2023. Kwa ulikuwa ni mwaka wa kupanda viwango katika maeneo yote. Na tulimuona Bwana Yesu akitubeba na kutupandisha maeneo kwenye viwango vyote. Kihuduma, huu ulikuwa ni mwaka wa maandalizi ya mwisho kabla ya kupanda kanisa. Yaani ilikuwa kama kumbukumbu la Torati hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba kabla Israeli hawajaingia Kanaani, kulikuwa na kumbukumbu la Torati ambayo ilikuwa maandalizi ya mwisho kabisa ya kuingia nchi ya Kanaani. Kwa hiyo na sisi maandalizi yetu ya mwisho kabla ya kupanda kanisa yalikuwa ni mwaka 2023, na Bwana alisema ni mwaka wa kupanda viwango. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwaka 2024 huu ulikuwa ni mwaka wa kung'arishwa na Bwana. Kung'arishwa maana yake kutoka nje sasa, kujulikana, kutoka nje, kutambulishwa, kutoka nje kwa wathamani, ndio kung'arishwa. Na huu ndio mwaka ambao sisi tulipanda kanisa mahali hapa. Ilikuwa ni Machi 3, 2024. Kwa hiyo tunamshukuru Bwana Yesu kwa namna ambayo alitembea na sisi mwaka mzima. Mwaka jana 2025 ulikuwa ni mwaka wa kukua, kuongezeka na kuenea. Haleluya. Kuna mahali tumefika hatukuwahi kufika. Kuna mambo tumeyafanya hatukuwahi kuyafanya. Kwa hiyo tunamuona Mungu kwamba anatuongeza, anatukuza, anatueneza. Sasa tuna mwaka 2026. Na mwaka huu Mungu ametupa neno kutoka kwenye kitabu cha Zaburi 69 mstari ule wa 9. Zaburi 69 mstari wa 9. Maandiko yanasema hivi: maana wivu wa nyumba yako umenila, na laumu zao wanaokulaumu zimenipata. Na neno ambalo Bwana ametupa sasa kwa ajili ya mwaka huu linasema wivu wa nyumba ya Bwana umenila,
nitafanya zaidi. Hebu tuyatamke wote haya maneno. Wivu wa nyumba ya Bwana umenila, nitafanya zaidi. Tuyatamke wote, 1, 2, 3. Wivu wa nyumba ya Bwana umenila. Sio wanila, umenila. Umenila. Hebu tamke tena. Wivu wa nyumba ya Bwana umenila, nitafanya zaidi. Tena tuongeze na sauti. Wivu wa nyumba ya Bwana umenila, nitafanya zaidi. Mara ya mwisho. Wivu wa nyumba ya Bwana umenila, nitafanya zaidi. Amen. Na Bwana Yesu atusaidie wote. Amen. Na ndicho ambacho nataka nizungumze leo kwa mara ya kwanza, japo nitoa utangulizi siku ile ya tarehe 1 mwezi wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu ni neno ambalo tunatembea nalo mwaka mzima, leo ufahamu ninafanya uzinduzi tu. Sawa eh? Yaani leo ninazindua tu hili neno, lakini nitafundisha mpaka tulielewe, mpaka tulitendee kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na mwishowe kabisa tutaona matokeo. Amen. Kwa hiyo Jumapili ya leo nafundisha hili neno nikizindua. Jumapili ijayo nitaendelea. Na ile nyingine nitaendelea mpaka tunamaliza mwezi Januari wote. Nazungumza hizi habari. Haleluya. Kwa hiyo ukae mkao wa kula kabisa. Kaa mkao wa kula kabisa, kwamba wivu wa nyumba ya Bwana umenila, nitafanya zaidi. Haleluya. Nafikiri mmeona maandishi yameandikwa huko nyuma, sio? Au mpaka nigeuke tena? Yana. Si anasomeka? Ndo haya, nitakuwa nazungumza hiki. Takuwa nazungumza hiki. Na kama utahitaji t-shirt kama hii, takupa utaratibu wa kuipata. Neema amenyosha mkono haraka. Neema, tutaweka utaratibu baadaye mwanangu. Amen. Sasa wivu wa nyumba ya Bwana umenila. Tumesoma maandiko kwenye kitabu cha Zaburi 69 mstari wa 9. Nimesema leo nafanya uzinduzi, kwa hiyo nataka nifanye utangulizi, alafu tutakuwa na muda kumwomba Mungu atusaidie. Tutakuwa tumemaliza ibada yetu ya siku ya leo. Lengo la somo hili ni kukueleza kile ambacho Mungu anataka ufanye kwa mwaka 2026. Ninazo shukrani nyingi sana kwa Bwana Yesu kwamba tulikuwa na semina wiki hivi, ni wiki wiki tulikuwa na semina, na kwenye semina ile Mungu alikuwa ananieleza hiki ambacho amefanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nilikuwa na maswali ambayo kila mmoja anapaswa ajiulize. Je, Mungu anataka nifanye nini mwaka 2026? Ni miongoni mwa maswali unapaswa kujiuliza. Mungu anataka ufanye nini? Sio Mungu anataka tufanye nini. Haleluya. Sio Mungu anataka tufanye nini. Mungu anataka nifanye nini. Yaani hiyo tufanye nini inakuja pale ambapo mzee wa kanisa hapa amefanya la kwake, Catherine hapa amefanya la kwake, Angel hapa amefanya la kwake, Gracious wale amefanya la kwake, na Lois amefanya la kwake, na mwingine yeyote amefanya la kwake. Sisi wote tukiyajumlisha ya kwetu, ndio Mungu anataka tufanye 2026. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nataka kusema nini? Nataka kusema kwamba pamoja na kwamba tuna neno moja la mwaka 2026, haimaanishi kwamba tunafanya kitu kinachofanana. Kila mmoja atafanya kwa sehemu yake na kwenye wito wake. Sio tumeitwa tofauti. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anataka nifanye nini 2026? Tutajifunza, tutaona, tutajibu hilo swali. Lakini swali lingine, kwa nini Mungu amenipa mwaka 2026? Kwa nini Mungu amenipa mwaka 2026? Wewe ni shahidi kabisa.
Umeona watu wengi wakifa, umeona watu wengi wakiondoka duniani, umeona watu wengi ambao walikuwa na mipango mikubwa. Kuna mwingine mwaka 2026 ulikuwa mwaka wake wa kujenga ghorofa. Haleluya. Mwingine mwaka 2026 ulikuwa mwaka wake wa kuoa. Mwingine mwaka 2026 ulikuwa mwaka wake wa kuolewa. Mwingine mwaka 2026 ulikuwa mwaka wake wa kuanzisha kampuni kubwa. Mwingine mwaka 2026 ulikuwa mwaka ambao amejenga nyumba yake, anahamia kwake, lakini leo hayupo. Wewe na mimi, kwa nini Mungu ametupa mwaka 2026? Hii inatafsiri kwamba Mungu analo jambo ambalo anataka tulifanye. Haleluya. Amen. Mungu analo jambo. Yaani mimi na wewe hatakuwa bora kuliko yeyote, na wala sio bora kuliko yeyote, lakini ndio tuko hai. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ninampenda mwandika Zaburi, anasema, Bwana, ungehesabu maovu yetu, ni nani angesimama? Haleluya. Mungu angelihesabu yale tuliyofanya 2025, akayeweka kwenye asilimia, alafu akasema atakayepata asilimia 50 ndo anafaulu, anaingia 2026. Wewe ungefikisha 50? Haleluya. Hivyo 50 ungefikisha. Saa zingine hata angepunguza kwa rehema zake, hata fikisha 40, labda tusingefika. Aseme okay, na wahurumia tena, zifika hata 30, kama mtihani wa kidato cha pili, si kama siku hizi wamebadilisha. Haleluya. Yakini bado nawarudia tena, tunafanya standardization, tunaweka 21. Bwana Yesu asifiwe sana. Labda pia tusingekuwemo, lakini